Si le péché était rouge de sang, hata dhambi inaweza kuwa nyekundu kama damu, blanc comme la neige. itakuwa nyeupe kama theluji. Si le péché était rouge de sang, Hata dhambi inaweza kuwa nyekundu kama damu, itakuwa nyeupe kama theluji. et ce qui est rouge comme l'écarlate Na yale iliyo sera nyekundu comme la laine. kama nyekundu ya damu itakuwa nyeupe Comme kama la laine. manyoya ya kondoo. Si le péché Kama est dhambi rouge ni comme nyekundu le sang, kama damu, s'il est rouge comme le sang, il deviendra blanc comme kama la ni neige. nyekundu kama damu, itakuwa nyeupe kama theluji, itakuwa nyeupe La neige. kama theluji. Écoutez la voix qui appelle. Sikia sauti inayoita, Ne vous détournez pas de Dieu. musigeuke na kutoka kwa Mungu. Qui appelle. Sikia sauti Ne vous inayoita, musigeuke na kutoka kwa Mungu, car kwa maana de miséricorde yeye ni mwingi wa rehema et sa fidélité na uaminifu wake est grande. ni kubwa. Écoutez Sikia la voix sauti qui appelle. inayoita, Écoutez sikia la voix sauti qui appelle. inayoita, Ne vous détournez pas de Dieu. musigeuke na kutoka kwa Ne Mungu, vous détournez pas musigeuke de Dieu. na kutoka kwa Mungu. Il pardonne Anasamehe la transgression makosa et ne se souvient pas na hakumbuki du péché. dhambi tena. Il pardonne Anasamehe la transgression makosa et ne se souvient pas na hakumbuki du péché. dhambi tena. Venez à lui, Kuja kwake vous qui êtes ninyi fatigués, mliochoka, car kwa maana il est le repos. yeye ni pumziko. Il pardonne Anasamehe la transgression. makosa, Il pardonne anasamehe la transgression makosa et ne se souvient pas na hakumbuki du péché. dhambi tena, Et ne se souvient pas na hakumbuki du péché. dhambi tena.
Nous saluons tous les frères et tunasalimu wandugu na wadada wote du monde entier wa ulimwengu mzima au nom du Seigneur katika jina la Bwana Yesu Kristo, pour l'émission kwa ajili ya kipindi hiki de l'observation cha uchunguzi wa neno pamoja na ndugu Frank. Nous sommes reconnaissants. Tunashukuru à Dieu pour Mungu kwa ajili ya kipindi hiki, pour ces émissions, kwa ajili ya vipindi hivi. Kama Mungu akitaka, tutaweza kusikia tena asubuhi ya leo makusanyiko ya uponyaji pamoja na ndugu Branham. Puisse le Seigneur acha Bwana bénir tous les aweze kubariki wale wote wanaosikia et même tout son peuple na pia taifa lake lote katika ulimwengu mzima, awaweke nguvu katika imani na kuwatayarisha kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Nasoma neno moja la andiko lilo ndani ya Waroma sura 16 kwanza kwa mstari wa 25. Waroma 16 kwanza kwa mstari wa 25. Mais à celui qui a la puissance de vous kwake yeye anayeweza kuwasimamisha ninyi sawasawa na habari njema yangu na kwa mahubiri ya Yesu Kristo, kama ufunuo wa siri iliyowekwa tangu nyakati za milele, lakini sasa inayoonyeshwa kwa maandiko ya manabii kama amri ya Mungu wa milele, ikajulikana na mataifa yote kwa kutii kwa imani. Kwake yeye Mungu mwenye akili peke yake uwe utukufu kwa Yesu Kristo kwa milele. Amina. Na kusi ndugu Frank, wapendwa ndugu na dada ndani ya Bwana, tunaweza sisi sote kusoma tena hili andiko encore une fois et peut-être 2 ou 3 fois, tena ingine mara moja akose tena mara mbili mara tatu, nous rendre compte ili tuweze kuelewa vizuri de ce qui se passe à notre époque, kuhusu yale yanayopitikana ndani ya wakati wetu. Vraiment le grand mystère ya kwamba siri kubwa porte à son ambayo Mungu anaongoza mpaka kwa kumalizika kwake ndani ya wakati wetu, ilikuwa imebaki ikifichwa hata milele na milele, lakini ilikuwa sasa imefunuliwa kwetu kwa neema. Tunaishi ndani ya wakati iliyo ya kipekee sana, et on peut vraiment dire, na unaweza kukosa kusema pia le dernier message ni ujumbe wa mwisho adressé à l'église inayoambiwa kwa kanisa la Mungu aliye hai avant mbele le retour ya kurudi de Jésus-Christ. Kwa Yesu Kristo. Nous avons reçu de très nombreuses salutations. Tuliweza kupokea salamu nyingi sana de tous les peuples, de toutes les kabila zote na malugha zote, pia za Autriche, za Swiss na bahari ya Baltiki. Tunapokea salamu za hali pote na tunazileta kwa wote ndani ya kabila zote, malugha zote na mataifa yote. Tuliweza kusikia ikisemeka ya kwamba siri hii ya Mungu, ujumla wa mpango wa ukombozi, mpango wa wokovu wa Mungu wetu inafika kwa mwisho wake, na tunaweza kupata
sehemu ndani. Lisons tusome encore quelques tena andiko fulani za Biblia ambazo zinaweza sisi sote kutuweka nguvu ndani ya imani. Na acha iweze kuwa hivyo kweli, ya kwamba wote waweze kupatia Mungu imani yao, na waweze kujua ya kwamba si neno la watu ambalo tunalotangaza, lakini neno takatifu la Mungu. Na kusihi tunasoma ndani ya Waroma sura moja, Waroma sura moja mstari wa kwanza na wa pili. Mimi Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume, aliyewekwa kuhubiri habari njema ya Mungu, Mungu aliyoahidi kwa vinywa vya manabii yake katika maandiko matakatifu. Tushukuru Bwana. Ndugu na dada, si kwa kufanya mambo ya kujimajivuno ya kusema hii leo, mimi ndugu Frank, mtumishi wa Yesu Kristo, nami niliitwa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 1962 ili niweze kuchukua ujumbe wa kiungu wa wokovu kwa mataifa yote na kutangaza yale Mungu aliyofanya na kushuhudia ndani ya maandiko matakatifu kupitia wa mitume na ndani ya Agano Jipya kupitia wa mitume. Ndugu na dada, sisi hatutangaze maneno ya watu, lakini tunatangaza neno takatifu na la milele la Mungu, na yule aliyezaliwa upya kwa ajili ya tumaini iliyo hai na aliyeweza kupokea uzima mpya wa kiungu, uzima wa milele, atapokea na kukubali yale ambayo Mungu anayotaka kutuambia kupitia neno lake. Tuendelee na kusoma kwetu. Tunasoma mstari wa 13, Wathesalonike wa kwanza sura 2, Wathesalonike wa kwanza sura 2 mstari wa 13. Kwa sababu hii tunashukuru Mungu pasipo kuacha, sababu wakati mulipopokea neno la Mungu mulilolisikia kwetu, mulilipokea si kama neno la watu, lakini kama lilivyo kweli neno la Mungu linalo tenda kazi vile ndani yenu munao amini. Bwana aweze kushukuriwa, kwa maana neno la Mungu linajifunua kwa nguvu ndani mwetu sisi tunayoamini. Linajifunua kwa nguvu ndani mwetu na linakuwa la matokeo ndani mwetu, linageuka la kweli ndani mwetu, kwa maana hatukiri tu kwa midomo, lakini tunaamini kwa moyo, na kwamba neno linaweza kufunuliwa kwetu na Roho Mtakatifu. Na ndugu na dada, kama vile tulivyosoma, ujumbe wa kiungu wa wokovu inapaswa kutangazwa kwa mataifa yote kama ushuhuda, na ile imekwisha kuandikwa ndani ya Mathayo 24 kwa mstari wa 14, ili kusiwe mtu wa kuwa na masababu.
Mungu alifanya ili kupitia maretransmission neno takatifu, ndiyo mpango wote wa ukombozi ambayo iliyokuwa imefichwa tangu milele, lakini sasa imefunuliwa ndani ya Yesu Kristo, iweze tena kuangaziwa tena kwa wakati huu kupitia neno la Mungu, na iweze kuchukuliwa kwa kujua kwa taifa la Mungu, ili tuweze kuwa na sehemu sisi binafsi. Na wasi mkumbuke kuhusu yale ambayo tumetoka kusoma, ni kusema ya kwamba neno linajifunua kwa nguvu ndani mwetu, linatenda ndani mwetu. Acha iweze kuwa hivyo kwa ajili ya sisi sote, ili neno lisirudi kwa bure kwa Mungu bila matokeo, lakini liweze kutimiza yale ambalo iliweza kutumwa ndani ya wakati huu, kusema kuita kanisa bibi harusi ili liweze kusafishwa ndani ya neno la kweli, ili liweze kukutana na Bwana likiwa limetakaswa. Tusome tena andiko nyingine za Biblia. Tunasoma ndani ya Timotheo wa kwanza sura 1 mstari wa 3. Timotheo wa kwanza sura 1 mstari wa 3. Lors de mon départ pour la Macédoine, je t'ai demandé kama nilivyokusihi de rester plus longtemps à Éphèse, kukaa katika Efeso, afin que tu wakati nilipokwenda Makedonia, uwakataze wengine wasifundishe mafundisho ya namna nyingine. C'est exactement mon mandat. Na hii ndio kazi yangu, ma tâche. Kazi yangu Ne rien laisser passer, nisiweze kuacha kitu kingine kuweza kupita, ila tu kama inaweza kuwa nisiweze kuvumilia kitu kingine kama haiwezi kwa le monde kama inaweza kuwa hayandiko ndani ya neno la Mungu, siwezi kuyavumilia. Ulimwengu hii ya kizehebu inajaa mafundisho ya kigeni ambayo haiko ndani ya Biblia. Na Paulo alitaka ili Timotheo na wafanyakazi wenzi yake waweze kuwa macho, ili kusiwe fundisho nyingine la kigeni, ili kusiwe hata fundisho ya kigeni ambayo inaweza kuingizwa na kutangazwa ndani ya kanisa, lakini yote iweze kuwa sawa sawa na neno la unabii na la kimitume, nikusema likitendea vizuri pamoja na yale ambao wandugu zetu waliotangaza kwa mwanzo. Na ndiyo maana kwa wakati wetu nasi tunarudi kwa neno halisi, kwa mafundisho za kwanza ambazo ziliweza kutangazwa kwa mwanzo kupitia wamitume wao wenyewe, na nasi hatukubali hata fundisho moja ya kigeni. Acha Mungu apatie wote neema ya kuwa na heshima mbele ya neno lake. Na kusihi, tunasoma ndani ya Petro wa pili sura 2 mstari wa kwanza. Petro wa pili sura 2 mstari wa kwanza. Il y avait cependant de faux prophètes parmi le peuple, lakini manabii wa uongo walisimama katikati ya watu. Il y aura parmi vous de faux kama katikati yenu vile vile
kutakavyokuwa walimu wa uongo watakaoingiza mafundisho ya imani ya uongo kwa siri, wakikana hata Bwana ambaye aliwanunua, wakijiletea wenyewe uharibifu usiokaribia, usiokawia. Hili ni andiko la nguvu sana, na pia kupitia utangazaji ambayo Mungu aliyotupatia, inaomba kuyaonyesha mara mbili hata mara tatu. Na pia kama vile kulivyokuwa ndani ya Israeli manabii wa uongo, manabii wa uongo waliopoteza watu, nasi tuliweza kuona mambo kama hayo tangu kuzaliwa kwa kanisa la Agano Jipya. Tuwazie kuhusu barua ya kwanza ya kutumwa ndani ya Ufunuo kwenye sura 2. Ulipima wale ambao waliokuwa wakisema kwamba ni wao ni wa mitume, na ukaona ndani mwao ya kwamba ni waongo. Na yote ambayo nayo andikwa ndani ya mabarua 7 zilizotumwa kwa makanisa za mafundisho kuhusu Balamu, na yote ambayo yaliweza kuwa kuhusu Yezebeli aliyeonekana kama vile nabii mke, kuhusu mafundisho ya Balamu, yote yaliweza kuambiwa kwetu ndani ya Ufunuo kwenye sura 2 na sura 3. Yale ambayo yaliweza kuwa imeingizwa ndani ya Ukristo wa kwanza. Lakini muniache niweze kukazilia kwenye maneno haya. Mafundisho ya kweli ya wamitume iliachwa kwetu, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Yule anayetaka kuamini yale ambayo Balamu aliyosema au mtu mwingine yote aliweza kusema, afanye hivyo. Lakini sisi tunaamini Mungu na tunaamini neno la Mungu peke yake. Lakini nawasihi wapendwa ndugu na dada, musikamate mambo haya kwa urahisi, lakini muyakamate kwa moyo, na mshukuru ya kwamba Bwana Mungu alituma ndani wakati wetu mtu mkubwa wa Mungu ambaye hakututangazia yale ambayo Atanazi ama mtu mwengine ama baba fulani ama mwalimu wa makusanyiko ya kizehebu aliyotangaza, lakini alitangazia neno safi na takatifu la Mungu kama vile wa mitume na manabii walivyotangaza. Na kusii tunasoma ndani ya Yakobo sura 5 mstari wa 19 na 20. Yakobo 5:19 na 20. Ndugu zangu, kama ikiwa mtu wa kwenu amepotea mbali na kweli, na mtu mwengine anamrudisha, mstari wa 20, jueni ya kuwa mwenye kumrudisha mwenye dhambi hata atoke kwa njia ya upotevu ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa dhambi. Neno hili nalo linapaswa pia nalo kuonyeshwa vizuri, na hiyo nayo ni sehemu ya mahubiri yangu, ya kwamba mimi sihukumu mtu hata moja, sihukumu hata mtu aliyepotea, lakini ninataka
kwa jina la Yesu Kristo, ili wote ambao walioingiza mafundisho ya uongo waweze kurudishwa. Kwa maana tuliweza kutambua ndani ya maneno ya kibiblia, mafundisho ya uongo inaongoza mpaka kufa, inaongoza mpaka kwenye kifo cha kiroho. Ila tu yale inayotoka kwa Mungu ndiyo inayoongoza mpaka kwa uzima. Na ndiyo maana Bwana wetu alisema, maneno ninayo watangazia ndiyo roho na uzima. Tena ingine mara moja, na isema kwa upande wa Mungu, nikitenda kwa upande wake, katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba wandugu wote ambao walioweza kupotea, wale pia ambao waliweza kuelewa vibaya yale ambayo ndugu Branham alisema, na walioweza pia kupoteza watu, wanapaswa kurudi wote. Na pia kweli katika wakati huu ya mwisho, mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, kujiacha, wajiache wanyenyekee na wajiache wakosolewe, wakiwa chini ya mkono wa uwezo wa Mungu, na kurudi hivi kwa Bwana, na kurudi kwa Bwana. Kwa maana kwa Mungu yale yanayosimama peke yake ni yale aliyoyasema na kuahidi. Na kusihi, tunasoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 20 na 21. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 20 na 21. Je lis du verset 20. Nasoma mstari wa 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, ili wakati wa kuburudishwa uje kutoka kwa Bwana, apate kumtuma yeye aliyehubiriwa kwenu toka uso wa Bwana tangu nyakati za zamani. Tunangoja kuwekwa nguvu na kuwekwa uzima mpya kupitia Roho, na Mungu alifanya ili nasi tuweze kurudishwa kupitia Roho, kwa maana Roho Mtakatifu ataangukia tu hiyo kundi lilokombolewa na damu. Na ni hivyo ndio kama vile kanisa lilivyoanza, wakati wale ambao waliokuwa wamekubali na kupokea ukombozi walipokusanyika kwa ajili ya kuishi ahadi ambayo Bwana aliyokuwa amewapatia baada ya ufufuko wake, akisema, baki Yerusalema mpaka muweze kupokea, muweze kuvikwa na nguvu za kutoka juu. Kusema wale ambao waliokuwa wamekubali Yesu Kristo kama yule aliyefufuka, aliyetupatia ukombozi kupitia msalaba wa Golgotha, kupitia damu yake takatifu, na sasa alikuwa pamoja na walio wake, na aliyekuwa pamoja na walio wake baada ya ufufuko wake, akawaambia kwamba msitoke Yerusalema, lakini muweze kuishi nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndugu na dada, muniache niweza kuisema hapo hapo, sio tu wale 120 ambao waliokuwa katika chumba cha juu siku ya Pentekoste, ambao walioishi kumwangwa kwa Roho Mtakatifu, lakini pia 3,000 nao waliweza kuongezeka juu yao siku ya Pentekoste. Na tunashukuru kwa ajili ya hiyo. Mungu hafanyake tu mwanzo, anafanya pia mwendeleo.
na ni hiyo ndiyo inayopitikana pia ndani ya wakati wetu. Mungu alifanya mwendeleo mpya, alifanya mwanzo mpya, alituma mtumishi wake na nabii aliyeahidiwa, alituita kutoka ndani ya mafundisho yote ya uongo ambayo iliyo ndani ya hizi mashirika zinazoitwa kwamba za Kikristo, na aliturudisha kwa neno, alituleta ndani ya neno, ili sasa wakati wa kuburudishwa, wakati ya kuwekwa ndani uzima mpya kupitia kupitia kumwanga kwa Roho Mtakatifu ili iweze kufanyika, na Bwana wetu na mkombozi wetu aliyepakaliwa, naye anataka kutupakaa kama vile watoto wake. Yeye mkombozi, sisi waliokombolewa. Yeye mpakaliwa, nasi wapakaliwa, wapakaliwa wa Roho Mtakatifu. Na kwa maana ndivyo ndivyoandikwa. Wapendwa ndugu na dada, hapa karibu tutaweza kufanya mazoezi ya Mungu mahali ya ajabu. Na kusihi tunasoma mstari wa 21, mstari wa 20 Matendo ya Mitume 21, Matendo ya Mitume sura 3. Ndiye ilimpasa kupokewa mbinguni hata wakati wa kutengenezwa kwa maneno yote ambayo aliyosema Mungu kwa vinywa vya manabii yake watakatifu tangu mwanzo wa ulimwengu. Tushukuru Bwana. Ile inakuwa sehemu ya kwamba mkombozi wetu anangoja mbinguni, anabaki mbinguni mpaka hapa duniani. Hapa kanisa, bibi harusi, liweze kurudishwa ndani ya hali yake halisi ya kwanza, wote waweze kufanya mazoezi yao ya kiungu na ya kiroho, waweze kuishi kugeuka kwa kweli, waweze kuishi kuzaliwa upya, waweze kuishi kufanya upya, waweze kufanya ubatizo wa Roho Mtakatifu, waweze kuishi kugeuzwa, kuwekwa kwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Bwana anangoja ile wakati uweze kufanyika tena upya, waweze kurudishwa tena upya, yote iweze kurudishwa ndani ya kanisa. Nasi tunashukuru sasa, kwa maana tumefika ndani ya wakati huo ambayo sasa hatutaweza kujifurahisha kusoma tu ahadi hizi na kuyazungumzia na kuweza kuyahubiri, lakini sasa tutaweza kuwa ndani ya kungojelea ili yale yote ambayo yaliyokuwa yameahidiwa yaweze kufanyika kwetu, yageuka kuwa kweli ndani mwetu. Yote yale ambayo yaliyoweza kuahidiwa, tunaweza tangu sasa kuweza kushukuru Bwana ya kwamba mambo yote yaweze kutembea vizuri, na wakati wa kurudi kwake kanisa, bibi harusi, liweze kuwa pale bila uchafu ama kunyanzi. Na tunashukuru kwa ajili ya hiyo, kwa maana ni kwa sababu ya hiyo ndio ujumbe wa mwisho iliweza kutumwa, ili katika makabila zote na malugha zote wachaguliwa waweze kuitwa na kutayarishwa kwa ajili ya siku ya utukufu wa kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na kusihi tunasoma tena Mathayo 17 mstari wa 11. Mathayo 17 mstari wa 11. Il leur répondit: Élie viendra cependant et akajibu na kusema, kweli Eliya atakuja na kutengeneza vitu vyote. Amina. Tuna hapa ahadi ya hapo hapo
ambayo Mungu aliyokuwa ametoa ndani ya Agano la Kale, ndani ya Malaki, ndani ya maandiko mbili za mwisho, na ambayo anashuhudia tena upya. Nabii Eliya alikuwa na kazi ya kuweza kuita taifa la Mungu, na kisha wakati walipokuwa kwenye mlima Karmeli na kuzungumza na kundi, mpaka lini mutaweza kutembea kwa upande mbili? Kama Bwana ni Mungu, mfate. Munajua nyote, wapendwa ndugu na dada, andiko Wafalme wa Kwanza sura 18:21. Na hivyo kuhusu ndugu Branamu aliyetumwa kama vile nabii aliyeahidiwa. Na unaweza kuanza kujiuliza, wakati gani inabaki tena, wakati gani ngapi? Sasa wakati imefika ambayo hatuwezi tena kubaki kutembea kwa upande kuwili, lakini tuweze kujua pia kama vile Mungu alivyoahidi wakati wa kuburudishwa, na vile kama vile alivyo atoa ahadi ya kukumbuka kwamba mambo yote itaweza kurudishwa katika utaratibu, yote itarudishwa katika nafasi yake. Hiyo ndiyo ahadi ya Mungu ambayo tumetoka kusoma, kama vile aliahidi wakati wa kuburudishwa, na pia aliweza kuahidi wakati wa kurudisha mambo yote na kupanga mambo yote katika utaratibu wake. Tunaweza kupita pembeni ya mambo hayo? Hapana, tena hapana. Neno la kuzungumzia sasa, tunataka tena kusikia kupata sehemu katika makusanyiko ya uponyaji. Ndugu Branamu hakuweza tu kuleta ujumbe, aliweza pia kubarikiwa na Mungu, na aliweza pia kupata sehemu katika uponyaji wingi wa wagonjwa, na yale ambayo Bwana wetu aliweza kusema iliweza kutimilika, yaliweza kutimilika, ya kwamba makazi ninazozifanya nanyi mutayafanya pia. Nasi tunashukuru Bwana kwa maana kushuhudiwa kwa neno iliweza kufanyika. Na ndugu na dada, wakati ndugu Branham aliposema kuhusu nguzo ya kimaajabu ambayo iliyokuja juu ya mtu wakati wa maombi wa kuombea wagonjwa, mukumbuke ya kwamba Mungu ni wa kimaajabu, na kwamba anaweza kuangaza nuru ya kimaajabu, na alikuwa pamoja na taifa la Israeli kulingana na Kutoka 13, andiko mbili za mwisho. Mchana alikuwa katika nguzo ya wingu, na usiku alikuwa katika nguzo ya moto, na alikuwa akiangaza njia ya taifa la Mungu kwa namna ya kimaajabu kupitia wingu ya kimaajabu. Na wakati Paulo ndani ya Matendo 9 ya kwamba saa 6 za mchana kwenye njia ya kwenda Damasko aliona nuru ya kimaajabu ikaonekana mbele yake. Mnajua nyote habari ya kugeuka kwa Sauli aliyegeuka Paulo. Na kama mnaingia katika Matendo ya Mitume sura 12, Yakobo aliuliwa, Petro akaingizwa katika gereza, akakuwa kwa minyururu, na hapo saa 6 za usiku kukawa nuru ya kimaajabu
ikaingia na malaika wa Bwana akaingia ndani ya chumba, na Petro alifunguliwa kutoka hiyo miururu, milango yote akafunguka na akaongozwa mpaka nje. Ndugu na dada, Yesu Kristo ni yule yule, na anazungumza akasema, nilikuja katika nuru hii, nilikuja katika dunia hii kama vile nuru, nilikuja katika ulimwengu hii kama nuru, ile yule anayenifuata asidumu katika giza, lakini awe na nuru ya uzima. Na nikusema Mungu alishuhudia ujumbe na makusanyiko ya uponyaji yaliweza kuonekana, yakaweza watu maelfu na maelfu ya watu wakaweza kuyaona kwa miaka karibu 13, na kwa neema nami niliweza kuwa sehemu ya hao. Acha Mungu awabariki. Sasa musikie kwa makini, muamini na mshukuru Bwana, kwa maana nanyi pia mumepona. Yote imefika: wokovu na uponyaji, msamaha na ufungulivu, ukombozi ya ujao ndani ya roho, ndani ya nafsi na ndani ya mwili, iliweza kutimilika kwa ajili yetu sisi sote kwenye msalaba wa Golgotha. Acha Mungu awabariki, wagonjwa waweze kupona, waliopotea waokolewe, wale wanaofungwa waweze kufunguliwa. Mubarikiwe katika jina takatifu la Yesu. Munaona, Mungu ni mwaminifu, na kama najiweka kwa upande wa Roho Mtakatifu, kwa hatua ambaye anaweza kukamata uongozi yote kwa juu yangu. Mnaona, nikusema sio mimi, lakini ni yeye. Huyu mwanamke hatujuane mimi na wewe, lakini Mungu anajua mwanamke huyu na ananijua pia. Mimi simjue naye hanijui, lakini Mungu anatujua sisi wawili. Anakuwa kitu fulani ambacho tuleta muleta hapa. Siwezi kujua yale ambayo mwanamke huyu alio nayo. Sio kama za kuwa na pesa ya kifedha, lakini katika jamaa yake sijui, lakini siwezi kujua hiyo. Naweza kusema mwanamke, haleluya, Bwana anakuponya. Na naweza kusema haleluya, eti wewe ni mgonjwa, haleluya, eti utapona. Naweza kufanya hivyo. Na kama anaweza kuamini, ile inaweza kufika. Kwa sababu gani? Kwa maana alikuja katika watu wote, lakini anangoja kitu fulani pia. Lakini kama Mungu anazungumza kupitia mimi, kama vile Bwana alivyofanya na mwanamke huyo kwenye kisima, kama vile inasemeka ndani ya Yohana sura 4, au kama vile alivyofanya pamoja na Filipo na Nathanaeli, au pamoja na Petro, kama vile alivyosema wakati alipokutana nao kwa mara ya kwanza, akawaambia walikuwa wanani na mali walikuwa wakitokea, na Bwana aliweza kutoka. Kama Bwana anaweza kusema tosha kitu fulani ndani ya maisha yako, sasa mahitaji ambazo ulizo nazo, mahitaji ambazo uliweza kuwa nazo, ama zile uliweza kuwa nazo, sasa utajua kabisa kama ni kweli ama hapana. Na Mungu kama anajua yale ilikuwa, anajua yale ambayo yuko sasa na ambayo itakayokuwa tena. Ni kweli. Sasa tuombe. O Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ninajiweka kwa ujao kwako. O Bwana, nikamate mimi wote kwa ujao, mawazo yangu, roho yangu, yote ambayo niliyo ndayo na yote iliyo ndani mwangu, uikubali. Oh, ni chombo gani dhaifu ambacho niweza kukamata? Ninaunyanyua macho yangu kwako na ninakuomba uwe pamoja nami na ubariki kwa namna ya kipekee. Safisha na utakase kila mtu, uwe pamoja nasi. Kwa hiyo ulifunua
samani, ulificha kwa wenye akili na wenye busara, lakini ulifunua kwa watoto wadogo. Lakini waweze kujua leo kwamba wewe ni Yesu Kristo na kwamba wewe ni yule yule. Wawajue kwamba kuna dawa ndani ya Galati na kwamba uko yule yule tena huyo mganga. Acha wote waweze kuwa na makadi na maombi, ama kama wanazo, lakini wote waweze kupona. Acha wote waweze kuamini na waweze kutambua ya kwamba unajionyesha kama vile yule yule kupitia mtumishi wako. Tupatie sisi sote hiyo katika jina la Kristo. Amina. Na wasihi muwe ndani ya unyenyekevu, na mjina la Yesu Kristo ninakamata kila nafsi chini ya uongozi wake. Sikujui kama Roho Mtakatifu anaweza kunifunulia kitu fulani ambacho unachojua na unajua kwamba mimi siwezi kujijua, lakini unaweza kukubali. Unajua kwamba ile inaweza kutokea mahali ya kimaajabu, inaweza kutokea kwa Mungu ama ya kishetani, lakini mambo ya kiungu hiyo ni mambo ya kimaajabu. Mimi unajua kwamba mimi sikujui, na kama unawaza kwamba ni kutoka kwa adui, utalipiwa na yeye. Lakini kama unajua kwamba ni Mungu, utalipiwa na yeye, kama vile unavyoazia na kama unavyokubali, na itakuwa hivyo kwako. Hapo mbele Nathanaeli anaweza kusema wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na alisema ubarikiwe, kwa maana utaona na mtaona mambo makubwa tena zaidi. Tena waandishi walisema eti ana Beelzebul, eti anakuwa na mahali ya kimapepo na kadhalika na kadhalika. Mnawaza wako wapi leo? Ama Filipo na Nathanaeli wako wapi leo? Kama Mungu anaweza kunifunulia mambo aliyo nayo, mtaweza kuamini nyote ndani ya chumba hiki na hapa kwenye madhabahu. Roho Mtakatifu yuko hapa. Mwanamke huyu ana ugonjwa wa moyo, naweza kumwombea. Iko mahali mbaya ya moyo, na hiyo iko na uhusiano na roho na nia na akili pia, na unakuwa na wazo wa kuwaza kwamba utapoteza akili, lakini shetani anakudanganya. Wangapi wanaamini nyote ambao mlio katika hali mbaya ya moyo, ambao mlio na maumivu? Msimame. Unaweza kusema oh, ndugu, na unawazia tu. Hapana, wazia kama nilikuwa ni kuwazia ama nilikuwa ni ufunuo. Bwana ataweza kuonyesha tena mambo mengine. Ndiyo, naona kwamba unatikisika na kuonekana kwamba unataka kuweza kutoka, na hauko wa mji huu, unatoka ndani ya mji mkuu wa Stuttgart. Ni kweli? Unaamini kwamba Mungu anajua wewe ni nani? Unaitwa Cleo na uko mama Cleo Dugan ndio jina lako la jamaa. Na ninaona sasa dada yako iko ndani ya chumba cha kutunzwa Degville. Nyinyi wote mnapona katika Yesu Kristo. Unaamini pia kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu iko hapa ili aweze kufunua mambo hayo? Kama vile mnavyoamini, na ni hivyo ndio inaweza kufanyika. Mna imani ndani ya chumba hiki? Muna imani ndani ya Mungu? Muwe na imani ndani ya Mungu. Huyo Roho Mtakatifu moja aliyekuwa katika kazi hapo mbele katika siku za Yesu Kristo yuko katika kazi tena leo. Muombe. Nasi pia hatujuane sisi kwa sisi, ni mara ya kwanza ndio tunakutana, lakini Mungu anatujua sisi wawili. Kama Mungu ananifunulia huzuni yako ni nini, ananijulisha mimi kama vile mtumishi wake sababu gani ninacho hapa. Lakini nilizaliwa nikiwa na karama, na katika maisha yangu yote nilikuwa nikiona maono.
unakuwa pia na ugonjwa wa hali ya moyo na pia ugonjwa wa mgongo. Kama ile inakusumbua, unyosha mkono wako, na hiyo hali yako ya mgongo inakufanya mahali mbaya. Unaitwa Mama Melville na unatoka Cleveland. Rudi kwako, umepona katika nguvu za Mungu ndani ya jina la Yesu Kristo. Kuja mwanamke, unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini kwamba Mungu anataka kuambia shida yako ni nini? Unaamini kwamba ni Roho wa Kristo? Ulianguka na uliumia kwa bega lako. Unataka ili uweze kuombea hiyo. Hauko wa mji huu, hauko pia wa state hii. Unatoka katika Missouri, unaweza kurudi kwako. Umepona sasa katika nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ni Mungu. Mwanamke aliyekaa huko nyuma kwa upande huo anaomba, ana ugonjwa wa moyo. Unaamini kwamba Yesu Kristo anakuponya? Unaamini hivyo? Wewe huko unaangalia hapa sasa, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Kama unaweza kuamini, wewe kubali hiyo. Unaweza rudi nyumbani kwako ukiwa katika afya njema. Mwanamke kwa sehemu ya pili, kwa katika vipande, kwa katika mstari huo, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Una ugonjwa wa stoma, Yesu Kristo amekuponya. Una kadi ya maombi, hauna hitaji hata ya hiyo, lakini Mungu amekwisha kuponya. Amegusa nini? Aligusa kuhani mkuu katika imani, aligusa Yesu Kristo mwana wa Mungu, na ana rehema kwa ajili yetu. Ninaomba kusanyiko lote liweze kuamini yale ambayo maandiko matakatifu yanasema. Roho wa Mungu yuko hapa, mshakie, muwe na imani ndani ya Mungu. Mwanamke, nasi hatujuane pia mimi kwa wewe. Kama ni kweli, nyosha mkono. Ndio, asante. Kama Mungu atanifunulia shida yako, utaamini ya kwamba mimi ni nabii wa Mungu na kwamba niko mtumishi wake? Unaamini ya kwamba ni Roho wa Mungu katikati yangu na mwanamke huu? Kuna nuru. Ndiyo, katikati yetu sisi wawili. Mnaona nuru? Nuru inatembea, inaenda kwa mwanamke huo. Hayuko hapa kwa ajili yake mwenyewe, lakini kwa sababu ya mtu mwingine, na sana sana kwa ajili ya msichana wako unayechunga. Na yeye haiko hapa, anaishi Georgia, na yeye pia iko na hali mbaya ya moyo, na yeye pia iko na shida ya kusema, na ninaona keusi hali mbaya kwa juu yake. Yeye pia anapona, na wewe na yeye unaamini kwamba mnaweza kupona katika Yesu Kristo? Msichana wako unayemlea, unaamini? Unaamini kwamba Mungu anaweza kusema shida yako ni nini na kunionyesha sababu gani uko hapa? Sababu gani uko hapa? Muda mfupi kuna mtu fulani ambaye amegusa Bwana kwa imani. Mwanaume huyo aliyekomaa anayekaa hapa ana shida kwa mguu wake, ungelipaswa kupasuliwa. Hauna kadi ya kuombewa. Ulikuwa ukikaa huko, uliomba na ukaamini, na Bwana anakuzungumzia sasa. Nuru, malaika wa Bwana yuko kwa upande wako. Wewe amini tu ya kwamba umepona kupitia nguvu ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Umegusa kuhani mkuu aliye na rehema kwa ajili yetu sisi. Usishakie. Mwanaume huyu aligusa nini? Ilikuwa ni nini? Aliomba na aliamini, na niliona ya kwamba kulipitiana kitu fulani, na yeye hana pia hata kadi ya maombi, na haiko hata kwenye mstari wa maombi, lakini aliamini. Malaika wa Bwana alikuwa akisimama hapo, nuru ilikuwa juu yake, na waganga walitaka kuweza kupasua mguu wake, lakini amini kwa moyo wako wote. Hauna hitaji tena ya upasuaji. Wewe amini
ni nyinyi yote mnaamini kwamba Mungu yuko hapa, ya kwamba yuko hapa katika roho hapa. Yeye ni Mungu, alikuwa Mungu siku zote na atabaki kuwa Mungu, na ni yule yule tena, na ni yule yule tena leo tena yule yule. Ni mwanamke huyu anayefuata ambaye nimesha kuombea. Kama Mungu anifunulia kitu fulani ndani ya maisha yako, utaweza kuiamini? Utayamini? Unaoga kuwa na kansa, ulipasuliwa kwenye ziba yako na unaogopa ya kwamba kansa inaweza kurudi. Na sasa kama ni kweli, nyosha mkono wako ili watu waweze kuona. Na ija pia kuna dawa Galadi, mganga yuko hapa. Unahitaji tena upasuaji mwingine. Umepona katika nguvu za Mungu. Mungu alifanya upasuaji wa kwanza ndani ya bustani ya Edeni wakati alipotosha Hawa, mpendwa wa damu. Unahitaji tena ya upasuaji nyingine. Nenda katika imani, umepona katika nguvu ya Mungu, katika jina takatifu la Yesu. Nasikia ya kwamba kuna mtu fulani ndani ya kusanyiko ya kwamba mimi nasoma ndani ya mawazo. Kama Mungu anaweza kunifunulia mtu huyo ni nani, nitawaambia. Kuna mtu anayekaa huko aliye na kikohozi kikuu. Kuna mtu angali mjana, una kadi ya maombi? Hapana, lakini uko na kikohozi kikuu. Mganga mkuu yuko karibu yako. Sasa wewe mwanaume mheshimiwa, umegusa kohani mkuu, simama na ushukuru Mungu. Umepona kutoka hiyo kikohozi chako kikuu kupitia nguvu za Mungu ndani ya jina la Yesu. Huyo mwanaume akuje hapa sasa. Wewe hapa, nyosha mkono wako kwenye mkono wangu. Sasa nakutii, wakati Mungu atakaponifunulia shida yako, utaamini ya kwamba Yesu Kristo ni yule yule na kwamba yuko hapa. Una ugonjwa wa asma, hata ugonjwa huo kutoka ndani mwako sasa. Sikuweza hata kuyaona, lakini usikia, kama unataka kuamini ya kwamba hiyo maumivu yako ya moyo inaweza kutoka ndani hapa. Nawe pia una ugonjwa wa asma, usishakie, lakini amini. Mnaamini kwa moyo wenu wote, na wewe pia unaamini kwa moyo wako. Unahitaji tena ya upasuaji, na wewe pia umepona. Unaweza kwenda unakula chakula chako cha jioni, umepona. Imani kama hii, na wewe pia unaweza kupona. Wewe amini tu ya kwamba imekwisha kufanyika, imekwisha kufika. Unahitaji tena kupasuliwa. Kansa yako imeweza kutoka, umekwisha kupona. Unaamini kwamba maumivu yako ya mgongo imepona? Uende kwa njia yako, uende ukifurahi. Wewe nyinyi wote mnaamini kwamba mmeweza kutosheka, kwamba Yesu Kristo anaweza kujionyesha kwa nguvu katikati yetu kama vile yule yule. Mwende tu muweze kushukuru Bwana, amekwisha kufanya hivyo. Nyinyi yote mmepona. Wangapi wanaamini? Nyinyi ndani ya kusanyiko lote kuna upako, kuna dawa ndani ya Galadi. Kuna mganga yuko hapa, yeye ni yule mganga mkuu. Mganga mkuu sasa yuko karibu yetu. Nyinyi hapa mbele kwenye vitanda, kwenye viti vya kusukuma, nyinyi yote mnaowaona hapa, nyinyi wewe huko, unaamini kwamba Mungu yuko hapa? Kama mimi naweza kukuponya, naweza kuja na kufanya hivyo, lakini naamini ya kwamba umekwisha kupona. Yesu Kristo amekwisha kufanya hivyo, na wakati atakapoifunua kupitia Roho Mtakatifu wake, utaweza kuikubali. Utaikubali? Nakusihi, angalia hapa. Nasema si kwa kuwa kitu fulani, lakini kama vile Petro na Yohana waliweza kusema hapo mbele, nimefika kwako, imefika. Na wewe juu yako kuna kivuli cha kifo, ni chembe ya damu ndani ya moyo wako.
Et le médecin ne peut rien faire. Na waganga hawezi kufanya kitu fulani, lakini Mungu anaweza kufanya. Unaweza kuiamini, unaweza kuikubali, unaweza kukubali uponyaji wako ndani ya jina la Yesu Kristo. Uwe katika afya njema, umepona. Kama unaamini kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hiyo kivuli kijeusi kilichokuwa juu yako imetoka, umepona. Na wewe na sukari yako na umepona. Muamini sasa. Bwana yuko hapa. Ninyi nyote ambao mliobaki, msimame nyote, msimame. Toka kwenye vitanda vyenu vya ugonjwa, kwenye machipo yenu, kwenye viti yenu ya kusukuma, msimame katika imani. Yesu Kristo yuko hapa. Yesu Kristo ni yule yule. Mumepona. Muamini. Mutende hivyo. Uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu yuko hapa. Mungu mweza yote, anayegawa makarama njema na uzima wa milele yuko katikati yetu. Shuka sasa juu ya wote, ili wote waweze kuokolewa, waweze kupona. Ninakushukuru kwa ajili ya hiyo. Shetani, umeshindwa. Toka katika chumba hiki, toka watu wote, wote hao watu wote. Yesu Kristo yuko hapa. Shetani hauna tena haki juu ya watu hawa. Wamekombolewa, wameokolewa, wamepona. Shetani na kuagiza toka mahali hapa, toka uweze kutoka watu hawa na utoke katika chumba hiki, na niagiza ili wote waweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Wewe huko kwenye kipoi, wewe simama. Wewe huko, wewe simama. Anasimama ndani ya jina la Yesu. Nguvu za Mungu ziko kwa nguvu hapa. Wapendwa ndugu na dada, wapendwa marafiki wapendwa, tumekwisha kupata sehemu katika makusanyiko ya uponyaji. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu que j'ai assisté. Na ninashukuru Mungu kwa maana nami niweza kupata sehemu katika sehemu nyingi ya makusanyiko ya uponyaji. Lakini niweze kuwapatia avec peu de mots, kwa maneno mafupi, mon puissant témoignage. Ushuhuda wangu wa nguvu. En décembre 1980, mwezi wa 12 mwaka 1980, nilikuwa katika mainchi za Kiafrika, na ya mwisho ilikuwa Ghana katika mji wa Accra, na niweza kulala usiku ndani ya hoteli iliyokuwa mbaya, kwa maana nilikuwa nimefika na nimechelewa, na niweza kuumwa na imbu ine ambayo inayoleta malaria. Na niliweza kurudi kutoka safari hiyo mwisho wa mwezi wa 12 nikiwa na hiyo ugonjwa wa malaria ya Afrika. Hapo niliweza kuchukuliwa kwenye hospitali, na waganga walifanya yote ambayo wangeliweza kufanya. Lakini baadaye katikati ya mwezi wa kwanza mwaka 1981, kundi la waganga aliweza kuja na kuweza kuniona ndani ya chumba hiyo siku ya kwanza. Wamoja katikati yao ilikuwa mganga Becker na waganga wengine wawili, na walikuja wakaangalia ripoti, wakaweza kusema tu ilikuwa ni mganga Becker aliyeweza kusema eti ya kwanza, tunahuzunishwa, hakuna cha kufanya tena, eti damu yako, vichembe vyako vya damu vimekwisha kuharibika, viko chini ya 50-100 na vinaenda mpaka 40-100, na hatuna kitu cha kuweza kufanya. Tazama sasa, tunapaswa kukuacha.
Et puis le mardi est arrivé. Na kisha sasa siku ya pili iliweza kufika, kundi kubwa iliweza kufika iliyokuwa ndani waganga wengi, na waweza kusoma na wakaweza kusema hayo mambo mamoja. Wakasema hakuna cha kufanya, ya kwamba tunahuzunishwa, na wakaenda. Na kisha kukaja siku ya tatu, siku ambayo mke wangu aliweza kuniambia bai alikuwa akinilaga kwa dakika 2 ama 3, na kisha kukaja siku ya 4, wakati waganga wawili waliweza kusukuma kitanda changu kwenye hospitali, kwenye chumba cha wafu. Kulikuwa pazia moja hapa na ingine hapa, moja kwa kuume na ingine kwa kushoto. Na kwa kuume kulikuwa mtu mmoja alikuwa mahali mbaya. Oh Mungu wangu, alikuwa nikitumisha maneno gani? Ilikuwa vigumu sana ya kuweza kuyasema hapa, lakini nilikuwa nikilala hapo nikiwa katika salama ndani ya Mungu, na niweza kusema, Bwana mpendwa, kama naweza kuja kwako sasa, namna gani nitaweza kusimama mbele yako? Na hapo hapo niliweza kutoshwa ndani ya mwili wangu na nikachukuliwa ndani ya utukufu. Nilipata sehemu katika unyakuo. Niliona kundi iliyovaa mavazi meupe, wote walikuwa vijana. Wadada wote walikuwa na nywele ndefu zilizokuwa zikimwangika mpaka nyuma. Wa ndugu wote walikuwa pale, na mavazi ilikuwa iking'aa. Hayakuwa tu meupe, lakini ilikuwa iking'aa. Ningeweza kuwaeleza na kuwapatia maelezo yote, hiyo mambo yote kisiendeka. Macho yote ilikuwa ikigeukia kwanza kama vile magharibi, na kisha tena baadaye ikageukia tena mashariki, na tena yote wakageukia wakaangalia tena juu. Na tazama, tangu hapo sasa muda kidogo tukaweza kuchukuliwa kutoka duniani, ni kusema tukakusanyika katika anga, na tukaweza kuchukuliwa kutoka huko tukaenda huko. Na baadaye hauwezi kusema kwa muda mfupi niliweza kuangalia tena zaidi juu sana, na nikaweza kuona Yerusalemu mpya. Ilikuwa ni siku kubwa ya maisha yangu. Katikati ya mwezi wa kwanza, hiyo siku ya 5 huko, acha Bwana aweze kushukuriwa, kwa maana sikuweza tu kuweza kupata sehemu katika kusanyiko ya uponyaji, lakini ya kwamba mimi nami niweza kuishi uponyaji wa kiungu. Acha Bwana aweze kushukuriwa. Ndugu na dada, muwekwe nguvu, mubarikiwe ninyi mlio wagonjwa, mupone kupitia nguvu ya Mungu kwa damu iliyomwangika kwenye msalaba wa Golgota. Na tunaimba, kuna nguvu ndani ya damu, kuna nguvu ndani ya damu. Nanyi mumepona, mumeokolewa, muko wa Yesu Kristo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ukombozi ya ujao, kwa ajili ya ujumbe wa mwisho, kwa ajili ya yote ambayo Mungu aliyofanya ndani ya wakati wetu. Mumshukuru tangu sasa kwa ajili ya yote ambayo utakayofanya tena. Na tuko ndani ya kugoja kubwa, na hapa karibu tutakuwa washuhuda wa yote ambayo Mungu atakayofanya tena. Jina lake la utukufu liweze kushukuriwa. Amina.
Kwa wakati wa jioni kutakuwa nuru. Wakati watu watakapopotea wakenda mbali na neno la Mungu, na hapo sasa ndipo atatuma roho wa Eliya ili aweze kuongoza bibi harusi kwa eneo la kimbilio la milele. Kwa saa ya jioni, wakati neno litakapoangaa na mapigo zitakapoanguka juu ya bahari na juu ya dunia, ni hapo sasa ndipo atakapoita yeye Mwokozi wangu na Bwana wangu kwa saa ya jioni, wakati nuru itakapoangaa na giza ya giza kubwa itakapofunika hii shimo ya dunia, na ni hapo sasa ndipo kutakaposikilikana baragumu ya karamu, ili iweze kuchukua bibi harusi kwenye karamu ya harusi. Kwa saa ya jioni, wakati neno litakapotimilika na watu watakapokimbia kutoka ndani ya nuru, sasa wenye heri watatoa shangwe, watatoa machozi ya furaha watakapomwona mfalme wao.